yani Mungu amenibariki sana, nimeweza kuwa na baba ambaye yani he is a real father. Na unajua jinsi unavyojipresent ndivyo watu watakavyokuchukulia. Exactly. Ukijiweka lose na wao wataenda na wewe hivyo hivyo. Pata kazi ambayo ni nzuri, kwani tunachapa sio sakatonge, tuna shida. Miaka mitatu ya chuo especially naona kuja Dar es Salaam ni michache. Wewe uko wapi? Niko sijui chuo sijui njoo Mbweni huku. Ladies and gentlemen, it's your girl Fevushka. Sijui welcome to the best karaoke. Yani hivyo. Reality check. Oya. Story Yangu Podcast. Utajifunza kitu. Hello guys, mambo ni vipi, mambo ni aje? Karibuni sana kwenye episode nyingine ya Story Yangu Podcast. Waga always I'm excited mwanzoni mwa episode kwa sababu I know story ambayo unakaribia kwenda kuisikia ni story ambayo itakuongezea kitu fulani hivi kwenye maisha yako. Kwanza lazima utaenjoy, lakini pia lazima utachukua madini mawili matatu kama kijana mpambanaji, lakini pia utapata feeling fulani kusikia experience ya mtu mwingine. Pengine inaweza kuwa ni same situation ambayo unaipitia na ikakupa nguvu. Pengine ni kitu ambacho shehe kupitia ila ukaona kama mbona kama ilikuwa tofauti. So ukiona na mwingine alipitia pia na akashinda, unaona kwamba okay, kumbe vitu waga vinatokea. Bwana, kwenye Story Yangu Podcast lengo ni kukuelimisha, kukuburudisha, lakini kuhakikisha kwamba unapata madini mawili matatu. Na episode zetu zinaruka mara 2 kwa mwezi. So after every 2 weeks tunatoa episode mpya ya mgeni tofauti. Na hapa tunapokea wageni wa kila namna. So hata wewe unaweza ukaja hapo na ukatupa story yako kwako. Sheria tu ni kwamba kama uko na story yako binafsi ambayo unatamani kuja kushare na unajua inakidhi vigezo vya kuja kusikilizwa ama vigezo vya story yangu, unatuandikia briefly tu kwenye DM ya kwetu ya Story Yangu Podcast ama Femina Hip ama my personal page _14 Instagram. Unatuandikia and then sisi tukiona inakidhi vigezo unaitwa hapa, tunakukaribisha kwa moyo mmoja, unakuja unatupa story yako, alafu sisi tunaenjoy. Tayari kuna watu ambao wameshakuja hapa na wameshare stories zao na wao walizituma DM na zikatizamwa zikachujwa vizuri na wakaja na watu wamefurahia hizo episode. Kwa hata wewe unaweza kufanya hivyo. Lakini pia unaweza request ni mtu gani ambaye unatamani kusikia story yake. Awe ni mwanasiasa, awe ni mchezaji, awe ni mwigizaji, awe ni mwanamuziki, yote tu ambaye unatamani kusikia story yake na safari yake, unaweza ukaturekomendia, alafu sisi tukamtafuta na tukahakikisha kwamba ile story yake utaisikia. Na mgeni wetu wa leo humu ndani ni Mlimbwende ambaye kwanza ni msomi, pili ni mrembo, tatu ana kipaji kwa sababu ni dancer, lakini pia ni anahusika kwenye masuala mazima ya filamu, ila ine mambo ya stage play zaidi ambayo tunasema musical huko kwenye mambo ya kudance, kuigiza na ni muziki at the same time. So zile stage play anahusika pia, lakini pia ameshiriki kufanya mambo ya vixen, lakini pia ni mtangazaji mwenzangu. Hilo swala liko constant and she's very talented. So leo tutaisikia story yake. Anaitwa Fevushka. Ana story nzuri sana ambayo I'm sure mpaka tunamaliza utakuwa umejifunza kitu kutokea kwake. Kwa hiyo don't go nowhere na usisahau kusubscribe YouTube channel ambayo ni Story Yangu Podcast. Feven, yes, karibu. Asante sana. What an opening. Mbona changamoto za kufanya kazi na sijasema kama umefanya vibaya. Yes, umefanya vizuri, umeflow. That's nice. So karibu. Mbona sasa ananikaribisha mimi? Umesema asante. So karibu sana. Okay, bwana mimi nafurahi sana kuwa na wewe hapa ndani siku ya leo. Pia. Okay, so nimeshakutambulisha kwa namna ambavyo sisi tunakujua, jamii inakujua, mashabiki wako wanakujua. So wewe binafsi ni nafasi yako sasa kujitambulisha wewe kama wewe kwa namna ambavyo wewe unaijua. Okay, mimi ni msakatonge tu. Kwa sababu nafanya vitu vingi sana. Siwezi ku-identify. I don't identify As any. kama kitu kimoja tu. So nafanya dance, nafanya masuala ya media, nafanya masuala ya PR, nafanya masuala ya marketing, na pia ni entrepreneur. Yes, ni mjasiriamali. Jina lako kamili ni? Jina langu kamili ni Feven Wube, lakini natumia Fevushka kwenye mitandao na watu wengi ndo wananijulia kupitia hilo.
jina Fevushka. Okay. Yes. Lakini pia jamani ni degree holder, just in case you don't know. UDSM pale SJMC ndo ambako ametokea. So mimi nataka tuanzie nyumbani, lakini kabla tujafika huko chuo. Fevushka kama ni mtu wa Arusha, right? Sugar. Yes, sugar moja. Umekulia kwenye familia aina gani? Wewe ni mtoto wa ngapi? Malezi ulibahatika kupata baba na mama au mzazi mmoja? Okay, since ni story yangu mnataka nifunguke sana. Anyways, nyumbani ni Arusha, nimekulia, nimezaliwa Arusha. Nimekuwa sana na baba. Na pia mimi ni wa pili kwetu. Okay. Kwa upande wa mama. Mimi ni wa pili. And nimesoma shule ya English medium huko Arusha Modern. Baada ya hapo nikaenda Sorenyi, shule ya kata. Kwa sababu unajua kipindi kile tulikuwa kwa mwaka ada ilikuwa 20,000 unajua. Okay. 2011 hapo. Okay. Ilikuwa 20,000, alafu hivi vitu vingine sijui jembe, sijui nini, fagio ndo mnapeleka, sijui mara maua, lazima uende na maua, uende ukalioteshe pale. Ulimwagilie ua lako kila siku. So because sikufanya interview aina yoyote baada ya class 7, kwa hiyo ndo nikaenda Sorenyi. Ndo shule niliochaguliwa na serikali yangu. Baada ya hapo ndo form 2 mpaka form 4 nikaenda Notre Dame. Ilikuwa ni shule ya masista. First experience ya boarding na first experience ya a religious school. Yes. Ambayo ni Catholic. Ilinifunza vizuri sana na Mungu ni mwema, niliweza kufaulu na nikachaguliwa Msalato Girls Dodoma 5 na 6. Yes, baada ya hapo nikafaulu tena nikachaguliwa UDSM. Okay. Yes, ndo hivyo. Okay. So kwa upande wa wazazi sasa, wewe umelelewa na mzazi mmoja zaidi au wote? Naweza ngasema ni mmoja zaidi. Okay. Yes. Baba. Yes, ni baba. Changamoto ilikuwa ni ipi kama binti kulelewa na baba pekee? Hamna changamoto yoyote kiukweli. Yaani tuseme hata juzi nilikuwa tu na reflect kwenye maisha yangu na nikawa nasema yaani Mungu amenibariki sana. Nimeweza kuwa na baba ambaye yani he is a real father, especially kwangu mimi, kwa mtoto wa kike. Ameweza kunilea jinsi gani how a woman should be treated. Okay. Cha kwanza unaona, with so much love, with so much yani everything, yani ni blessing. Sio kwamba mama alikuwa hayupo kwenye maisha yangu, alikuwepo, ila ndio hivyo changamoto tu, unajua sio tunavyokuwa tunaelewa kwamba kulikuwa na utengano hapo nini, lakini pia yeye pia alikuwa anakuwa na time yake na baba pia alikuwa na time yake, lakini baba ndo alikuwa nayo nyingi zaidi. Yes. And he was a single father, a bachelor tu hivyo nini, mpaka leo hii ni bachelor. But yani noma sana, he deserves to be called a father. Mamangu akiona yeye anaweza akaona babako sana sijui nini, but ndo hivyo tunampa maua yake. Of course, and you guys are pretty close. Yeah, we are kabisa. Okay, so tuje sasa kwenye shule. Moja kati ya story yako hapo nilijua na ikanifurahisha ni kwamba ulijilipia ndio kwenye chuo. Like how did it happen? Uliamua tu kwamba nimpunguzie mzee then nianze ku struggle, ndio ile umelelewa na baba kwa ukawa na ile masculine energy ya kwamba you're fighting for your life? Actually unajua mimi pia mtaa ambao nimetokea ni Kijenge juu, yani street kabisa. Yes. Mimi sijakuwa na maisha, wengi wakiniona wanafikiria mtoto akishua huyu, lakini hapana. Yes. No, wala hata maisha ya kawaida, ila babangu aliweza kunilea like a rich kid yani. Yani mimi nimekulia Kijenge pale Bija, unaona. Yani tumekaa tu nyumba za kupanga hivyo fresh tu, unaona, lakini nilikuwa nasoma English medium, school basi nakuja kunichukua nini vitu vyote hivyo. So life ilikuwa amenipambania mimi niweze kupata elimu nzuri, kupata maisha mazuri, hata kama tuko kwenye eneo ambalo sio kwamba nzuri, kwa sababu pale yani kwa nyuma hivi kuna majamaa walikuwa wanapika nini piwa, gongo au tuseme gongo. Yes. Ukitoka tena hivi kidogo kuna wazee hapo wanacheza bao. Sijui kuna
wadada poa. Unaona? Yani so yeah, ilikuwa ni street life kabisa. But yani ndo hivyo. So kuingia chuo kidogo unajua kuwa una changamoto hivyo za maisha na nini, and nikaona hapa hamna namna zaidi ya mimi ku fight tuwe kupambana. So ndo hivyo ikaja nika realize kwamba kumbe dance inaweza ikanipatia fedha, unaona. So ndo hivyo nikawa na shoot hizo music videos, na save my money. Nikawa na shoot yani na kwenye begi langu nikawa natembea na kipensi na raba na top either black au white. Nazieka tu kwenye begi nikiwa naenda chuo. Hanskana akipiga simu, "Vipi uko wapi?" Niko sijui chuo, sijui njoo Mbweni huku. Sasa uwezi tena kwenda wewe unachukua pikipiki unaenda. So nilikuwa nazisaka hizo do. So nikawa nimeshajiwekea target. Ikaenda nikawa najiwekea target kwa mwezi nataka nitengeneze milioni 1. So hivyo na nikawa natengeneza kweli. So nikipata tu nalipa ada na UDSM ni inatu favor Yes. Ni 1,300,000 hapo, vitu vingine hivi vya hostel sio bei ghali kivile. So 1,000,000 yangu 300,000 huyo nishalipa zangu kwa mwaka. Hizo zingine naendelea kusave nini tunasaidiana na nyumbani na vitu kama hivyo na mimi mwenyewe. So maisha yakawa tu yanaenda hivyo. Sasa lakini kutengeneza 1 million per month kwa kuwa dancer na ukuwa hata hujawa video vixen, kwa sababu video vixen unakuja kufanya baadaye na sio kitu ambacho waga unafanya commonly. Ikitokea tu ndo unachip. Inahitaji uwe tayari ushapata connection na watu, ushajuana na watu wakubwa ambao watakuconnect kwenye hizo, yani upate kazi nyingi uweze kutengeneza pesa. So wewe ulikutanaje mfano na ama tuanzie tu kwenye safari yako ya dancing? Wapi umbo gani ambao ulikuwa kwanza kudance? Alafu uliwezaje kuanza kupata hizo fursa sasa kujuana na kina Hanskana na madirector wengine? Unajua what I believe always ni kwamba kama unafanya kazi nzuri lazima utahitajika tu tena. Unaona? So wakati naanza nilikuwa of course nimeshaanza kucheza hata Kijenge nyumbani Arusha nilikuwa nacheza. So kuna nyimbo ya kwanza kabisa niliyofanya na nilikuwaga vixen. Nasemaga ni chombo ya Rayvanny ambao nilikuwa dancer ambao nasema kwa sababu hivyo nililipwa hiyo inaenda kwa kazi, but naweza ngasema nyimbo ya Tufi. Yani walimpanga sijui vixen gani akawazingua, so wakaja wakanicheki wakanigongea tu mlango hostel pale, basi tunaomba uje. Nikasema poa, kwa sababu ni washikaji. Sikulipwa hiyo, sikufanyaje, nilifanya tu for support tu. But nyimbo yangu ya kwanza kabisa kama kazi ni ya chombo. Kulikuwa kama kuna auditions. Rafiki yangu akaenda, mimi sikwenda, and baadaye akaniambia tu njoo, sijui anahitaji watu, sijui nini. So nilivyoenda tukafanya wengi ile chombo pale kone kama kuna uwanja. Baadaye Dumi akaniona akaniambia basi wewe, akachagua watu ambao watakaofanya scene ya usiku tena. So akanichagua nikafanya scene ya usiku, then from there ndo nikaanza kupata kazi. Mwanzoni ilikuwa ndio hivyo ila ndogo tu. Ya chombo nakumbuka nilipwa 70,000. Nilipwa 70,000 kwa sababu kwa kuna scene 2 lakini ningelipwa tu 50,000. Then baada ya hapo tunaendelea kidogo baadaye sasa ndo unaanza kuongeza ile bana sijui nini basi hivi. So ndo hivyo. So ulikutana na Hanskana kwenye harakati hizo? Kwenye harakati hizo unapigiwa simu, naona unafanya hivi na hivi na hivi, basi unaweza ukaja kufanya hichi. Hivyo. Nakumbuka nyimbo ya kwanza kabisa na Hanskana kufanya ilikuwa ni ya Mario Wauwe. At that time pia Mario alikuwa mgeni. Anaambiwa mshike. Yani unakuta aibu alikuwa bado hawezi sana, but ndo hivyo. It worked out. Wow, that's amazing by the way. Na umefanya kazi na watu wengi sana. Umefanya kazi na Vanessa, umefanya kazi na Maua Sama, umefanya kazi na wasanii wengi wakubwa mpaka tukaja kwa kina Bobo Sosi, kina nani, wasanii wengi wakubwa tayari umeshafanya nao kazi. Ni experience gani ambayo yani ni experience gani ambayo unayo kwenye kufanya kazi na wasanii wakubwa? Ni kwamba naweza ngasema wana juhudi kwenye kile ambacho wanakifanya, especially kama Vanessa Mdee.
nimeona her hard work hivyo ameweza yani kama kitu anakitaka kiwepo hivi lazima kiwepo hivi. Au kama Diamond pia nitarudia sana yani mpaka apate kile ambacho yani anakihitaji yeye. Na anaweza akakaa hivi akadirect mwenyewe kuangalia kwamba mbona wewe nyuma huko imbu toka kwanza maana kila saa unakosea unajua. So ndio hivyo nimeona tu hard work yao, dedication yao ndo ni kitu ambacho nimeweza kujifunza kwao. Okay. Changamoto gani ulikuwa unakutana nayo kubwa sana wakati unaanza kufanya kazi na wasanii? Kwa kweli sijakutana na changamoto eti kubwa kama watu wanapofikiria eti labda sijui kutongozwa au sijui rushwa za ngono au nini. Hapana, mimi niliweza kujiweka namna ya unajua jinsi unavyojipresent ndivyo watu watakavyokuchukulia. Exactly. Ukijiweka lose na wao wataenda na wewe hivyo. Yes. Especially kama mwanamke kwenye entertainment industry. So kitu ambacho niliweza kuona sana ambayo ilikuwa ni changamoto kubwa ni timing, yani muda wa kupumzika ulikuwa hamna. Kwa sababu na mimi pia nakumbuka nilikuwa nasoma chuo. Yes. Kwa hiyo asubuhi una presentation, unatoka location saa 11 asubuhi, uende mpaka hapo utakapofika hostel, ujiandae, umalize saa 1 kipindi, sijui nini. So yani with time ilianza kunichosha, hapo ndo nikaanza sasa kutafuta njia nyingine. Yes. Na of course ndo zile shootings zinakuwa mpaka mnasubuhi na mpaka ni kweli. So any like changamoto sasa in short upo chuo, GPA inakutaka tumesoma wote SGMC na ile kama lecturer ndio wanapokuwa muda mwingine test za kushtukiza hii ndio kwa ni ngumu sana kudodge. So ulikuwa unawezaje sasa kubalance muda kwa kipindi ambacho hujaanza kutafuta njia za pembeni? Ndio hivyo tu yani like unaangalia tu unajua ndio hivyo. Mimi nasemaga mfano ningekuwa nimetulia ningekuwa na GPA nzuri zaidi ya niliyokuwa nayo. Okay. Kwa sababu ndio hivyo tu kwa sababu unatafuta hela. Unajua usipofanya kazi hamna hela hutaweza kujilipia chuo na vitu kama hivyo. Yes. So sengine tunamwambia mtu bana nisainie. Ni illegal lakini nisainie au hivyo tu. Lakini lazima assignment zangu lazima niwe nazifanya. Group discussion lazima niende. Yani kuna vitu ambavyo siwezi kuvikosa ili nisiweze kumiss kile mwalimu alichokuwa anaongea wakati sipo. Okay. Ukaja sasa ukaanza kuhost karaoke. Ukiachana na karaoke hiyo ilikuja baadaye. Okay. Nilikuja so nikaanza kutafuta ways za mimi kupata hela kila wiki. Okay. So nikasema hapa ni wa approach our bars na restaurants ni wacheki. Nikaanza kuwacheki, mwingine anakujibu itakuwa uchafu kucheza labda around au nini. Itakuwa uchafu au nini. Then siku moja ilikuwa birthday ya the owner wa Samaki. Okay. Ilipokuwa birthday yake, so mimi nilikuwa tu nimepost watu wa August kwa sababu na mimi niko August. Nikawa tumepost sijui nikiwa pili, sijui Jomakini, sijui nani. Kwa nikawa tunasema unaona watu wa August, kumbe na yeye pia alikuwa ni mmoja wao. So nikampost na yeye. Then baadaye akaniambia thank you so much even. Then nikamwambia tu I have this idea nini check out my page. Akaniambia you're a dancer. Nikamwambia yes. So tukalink up, kumbe na yeye pia alikuwa na hiyo idea. Huyo mtu yes. Ya kuweka dancing kwenye bar yake. So from there on na mimi kwa sababu nilikuwa na hiyo idea na yeye pia alikuwa na hiyo idea, so tuka-align vizuri. Nikaanza pale, nikawaunganisha na washikaji zangu, tukawa tunafanya kazi. So every Fridays and Saturdays tukawa tunapata our everyday pay. And then baadaye ikaja ajira, nikaongeza watu wengine, tuka expand. Nikawa sasa at that time nafanya, kabla kuongeza watu wengine nikawa nafanya Mlimani na Masaki. So Mlimani labda nafanya kuanzia saa 3 hadi saa 5. Baada ya hapo naenda Masaki labda saa 6:30 au saa 6 kamili mpaka labda saa 8 around there. So hivyo I can say I'm a game changer kwa hivyo vitu kwa sababu mpaka leo hivyo vitu vinaendelea. Yes, na baada ya hapo nikaona pia other clubs and restaurants na nini wanaanza. So na pia
with that ikadevelop sasa the business ambayo sasa hivi now entertainment ambayo tutaiongelea nadhani baadaye, right? So ndo hivyo. Okay. So ukiwa pale kusema as a dancer ama performer ndo ikaja ile ya Jumatano, maana Jumatano si ndo Mlimani? So wakawa natafuta pia mtu wa kufanya karaoke Mlimani City. Kwa kweli mimi nilikuwa nasema isen kuhost na kuaje, lakini namshukuru dadangu Ruki aliweza kunipatia kama ka script fulani ambayo kiukweli hiyo script ndo naendaga nayo mpaka leo hii. Ladies and gentlemen, it's your girl Favushka. Welcome to the best karaoke. Yani hivyo. Yani ndo nimeshaizo labda twist tu kidogo hivyo. Lakini ndo hivyo. Boss wangu ambao alikuwa ni Carlos akasema tu hamna shida, just do it, unaweza nini, na Ruki pia alinisaidia, so nikaanza pale. Nikapiga na kukuku at that time. Nikaendelea, nikapanuka zaidi, ikaenda hivyo mpaka leo. And by the way, I think kuna namna kuwa kuna limit kwenye industry ya dancing, kama ni kudance kwenye videos tu, lakini sasa kuna namna ulikuja na kitu ambacho ni cha tofauti. Watu wana host sana career sasa hivi, wana dance sana kwenye hizo, yani watu mtu I have a friend of mine ambaye pia ni wewe mwenyewe, I think kulikuwa ni sababu ya yeye kuwepo hata kusema sasa hivi ana mshahara mzuri sana mwisho wa mwezi kwa sababu ya kuperform hivyo kwenye club tu, then alipo mwisho wa mwezi si mara 4, lakini anapokea mshahara mzuri sana. So it's a good thing, na nafikiri umebadilisha maisha ya mabinti kwa sababu mwisho wa siku pesa anayoipata inamsaidia kuishi mjini. Kashamaliza chuo, degree yake ipo, lakini anaishi maisha mazuri kwa sababu ya ule mshahara. Yes, ni kweli. Like kama anavyosema our business also ambayo tuseme tu inaitwa Spice Entertainment. Imeweza kuajiri pia vijana wengi na inaweza kuwapa opportunities watu wengine ambao wako kwenye entertainment industry. Iwe ni dancer, iwe ni mwimbaji, iwe ni instrumentalist, band, yoyote yule huwa anaweza kupata ajira yake kupitia Spice Entertainment. Yes. So mimi nataka sasa tuje hapo, nilikuwa nataka nikulete ili kuwaje, kwa sababu wewe ni mmoja kati ya watu ambao wapo Spice na ni viongozi pia. Now ni founder. I don't think I'm sure nafasi ya kuongea, lakini tell us more about Spice na the way ambavyo you are involved in, na the way ambavyo mnasaidia vijana. Okay, so Spice ina mwaka mmoja na vimiezi kama vitatu hivi. Bado ni changa. Sipendagi sana kujiweka front line kiukweli, lakini labda watu wakiona hii podcast watajua. Ila sipendagi sana kujiweka front line kwa sababu ya conflict of interest kati ya Favushka na biashara yangu. So most of the time naiachaga tu. Of course nipo nafanya kabisa everything, lakini frontline anakuwa ni mtu mwingine. And ndo hivyo ilitokea kipindi kile ambacho nafanya kazi samaki. With all the creativity, na nikaona kuna gap kubwa sana la entertainment, like spicing up. Kila siku tunaenda kwenye events, tunaona DJ tu, the DJ, the MC people. DJ, MC people, that's it. Baadaye sasa dancers wameanza kuaminiwa, inaanza DJ, MC, dancers. DJ na dancers wanacheza tu vile. We have a lot of dancers, but Spice imekuja na kitu kingine cha tofauti sana. So kama uliweza kuona Nania Omedimples, kuna wale kama robots, watu wanasema ni robots ila wale ni human statues jamani, ni kama sanamu. So wale so product ya Spice. Yes, ni product ya Spice. We have a lot of products. We have nature fantasies ambao yani mtu anaweza kaa kama ni kama unaweza kumpita ukajua labda ni mti, lakini kumbe ni mtu. So we put that in events na vitu kama hivyo, kwa sababu mimi pia napenda events. Nimeshawahi coordinate events, nimeshawahi kufanya hivyo. So nilikuwa naliona hilo gap la watu ile the wow factor, yani hebu nione sijui nini hivyo. Nilikuwa tunaona msanii mpaka perform ruke ndo watu wanatoa simu au sijui lights nini, but there was nothing about yani hivyo entertainment, the talents na creativity ilikuwa kidogo ina miss. But with Spice now tunaiendeleza na more things are coming, very very good things are coming, so watu tu waendelee kukaa chonjo. Of course, and the good thing, mimi unajua nilivyoisikia Spice kwa mara ya kwanza,
I thought it's more of clubs zaidi, yani ndo nilikuwa nawaza huko zaidi. Sasa nilikuja kushtuka zaidi mlivyokuja kufanya hii ya kwenye tuzo za comedy, yani pale ndo niliona kumbe this comes with different things. Yeah, we do weddings, we do birthday parties, we do events, clubs also. We have 2 clients ambao ni actually 3 bars and restaurants ambao ni clients wetu for now. Kuna watoto wanapokea kabisa mishahara mwisho wa mwezi. So yeah, ndo hivyo, but we're just expanding na bado watu bado kidogo hawajaweza kuielewa vizuri zaidi. Yeah, like I think they will, kwa sababu the more mnapofanya na the way you guys are creative, ni lazima tu itapokea na watu wataelewa nini kinaendelea, kwa sababu wale human statue wametrend. Wametrend sana. Those are yani wale ni stars wetu. Yes, ni moja kati ya vitu ambavyo vilitrend kwenye zile tuzo. Tukianza na side kabisa. So umefanya vizuri sana and congratulations for that. Asante. And kwa sasa hivi unafikiri gap liko wapi kwenye industry ya dancers? Mimi nadhani dancers wetu inabidi wajitoe sana, wajifanyie investments hivyo. Lakini sasa ndio hivyo, tunarudi pale kwamba pesa iko wapi? Unaona mtu mpaka kujifanyia investment, pesa iko wapi? Hela iko wapi? Hawezi kujiongeza. So yani there is no, yani hamna pay nzuri kwa dancers bado kabisa. Yeah, na pia nadhani hata mfano kama wasanii wetu au wangeweza pia kujiongeza. Unajua dancing as a dancer kuna career nyingi ndani ya dancer. Ndio hivyo, kuna theater dancers, kuna creative director ambao ni dancer lakini ni creative director na vitu kama hivyo. Ndio hao wote wana direct hizi choreographies ambazo ziko kwenye music video makubwa tunayaona. Unaona hapa hamna. Yani hapa dancer tu ataambiwa kesho kuna video sijui ya fulani tunaweza unaweza ukatengeneza choreography hapo chap sijui nini ukacheza na msanii poa, lakini hamna ile hapa itokee huku, yani hawaiweki kama professional. Yes, haipo because kwa nini pia ubaili? Mtu anaona ubaili sijui, but mimi naamini kwamba kuna hizo mind sana. Mfano kama ni Tijio Mori, hizi mfano kama video za Ashake. Unaona ile dance inavyokuwa coordinated pale. Unaona kabisa watu they took their time na naweza ngasema effort inaonekanaga. Effort inaenda mbali. Videos zinakuwa tofauti. Yes, videos zinakuwa tofauti. Ashake hata Davido wanao watu. Kendrick Lamar nayo mtu, ndo maana watu ukiangalia video za Kendrick sio kwa kuna watu wanaanza kucheka sio kwa nani jamani, sio kwa ushabiki, but mfano tu kama video ya Kendrick kuangalia hata namna anavyo move, kuna choreography pale. Yani kuna step ile anavyo move, na huyo aliofanya hivyo ni creative director. Unaona creative director yake anaitwa Charm, so yeye ndo anafanya hivyo, ana direct kila kitu. Au hizo show za Beyonce hapa hamna mtu anapanda stage, hamna hicho kitu. Mtajipanga, mtacheza kuanzia hapa hadi hapa. Yeah, it's always the same moves. It's always the same nini. Ingieni sijui mnaenda kufanya show uwanja mpira pale, sijui uwanja wa Taifa. Mtaingia mkikimbia, mkifika pale mnajipanga. Wakikaa pale sawa wanajipangaje? Ndio hivyo kawaida. Sijui 1 2 3. Tuko ngapi? 8. Sijui ngapi. Unaona, yani hamna ile sijui yani and ni kwa sababu ya ndio hivyo budget inakuwa haipo. Yes, budget na exposure. Lakini naweza ngasema kuna ile nini kuna World Cup nini African Cup sijui nini ilikuja. Sasa ile kuna creative directors walikuwepo pale kabisa, dancers walikuwa wanaongozwa na something hapa, and then wanaambiwa mtaenda hivi mta create sijui nini hivyo. Sasa barely happens. Ndio hivyo I say we have a long way to go. Okay, sasa wewe ni dancer ambaye umejiongezea thamani by the way. Tuseme ni kwa sababu ya elimu yako, kwa sababu we are educated and you know your value. Natokea mwanzo ulisha
yani ulishajua thamani yako na ukaitengenezea kwa namna fulani. Sio kila mtu anaweza kutafuta kufanya nawe kazi. Kuna vigezo anajua mwenyewe anakuwa amevitimiza. Sababu hebu ambaye dancers ama mtu ambaye anatamani kuanza career ama tayari kashaanza, lakini kuna namna hajajiwekea thamani ambayo anastahili kuweza kutengeneza pesa na nini. Ni kipi ambacho kifanyike ili aweze kujiongezea value kwenye career yake? Mimi nadhani cha kwanza ni discipline. Like hivi vingine vyote unaweza kumfundisha mtu, but discipline, discipline yani unatakiwa uwe nayo sana. Na kama ninavyosema, kwenye industry ya dance hamna pesa sana, hamna pesa. Ndio hivyo, labda ubane hapa hivyo ndio utakapopata pesa. So kama hivyo hamna pesa, wengi sasa wanakuwa wanadondokea kwenye upande wa tamaa, kufanya maamuzi ambayo yasio sahihi. Yani hivyo, especially like kwa wanawake, the girls wengi wana fall victim to a lot of stuff. And kiukweli sio nzuri hivyo. Inaondoa thamani exactly, kwa sababu unakuwa unatumika alafu you have no value, hauna ile value tena. Na unajua shida hii michezo ni kwamba ukishaanza mfano kutoa rushwa ya ngono ndio upewe kazi, itakuwa the only way. Yes, ni kweli. Ni uoga mnaga going back. Na pia nawaambiaga dancers wengi, kama una kitu kingine ambacho unapenda kukifanya, hebu kitafutie namna ukifanye kigeuze kuwa biashara. Unaweza kaendelea kufanya dance yako, lakini ufanye pia, kwa sababu sanaa Tanzania bado haijakuwa kiasi kile cha kuweza kuprovidea. Mimi juzi yenyewe hapo nawaza tu, nilikuwa nimekaa nawaza, nikasema hivi naweza ngatengenezaje milioni 10 kwa mwezi? Natengeneza kiasi hichi kwa mwezi, lakini nafanyaje niongeze? Unajua, kwa sababu hata kwa sasa hivi nafanya sasa hivi kazi na Elements, na ni sehemu ambayo inanilipa pia vizuri sana, na pia hizi karaoke zangu na pia projects zangu zingine. But I'm still thinking inakuaje? Yani unajua vitu kama hivyo. So kwa sababu sana yetu bado haijakuwa kiasi kile cha kuweza, because nchi za nje unalipwa per hour. Unaona? Kwa kazi. Just like kuna client wangu mmoja ambaye ndo ameweza kufit in kwenye hiyo for our Spice Entertainment. But pia kidogo tumeenda imekuja kwa mwezi. Unaona, but angalau unaweza kumbana kisehemu fulani kwamba ni per hour, angalau hivyo. So bado sana. Inabidi watu wawe creative. Kama kuna kitu chao kingine ambacho wanaweza kukifanya, embu akifanye pia, yani ili waweze kujiendeleza, kwa sababu akipata hela huko anaweza kuiwekea kwenye investment yao ya kuwa dancer mzuri, kuwa professional na vitu kama hivyo. Wakati unaingia kwenye dancing sasa, ukaamua kwamba nafanya dancing, nataka kujilipia ada. Kwa sababu ile unamwambia mzee kwamba mimi ada ya mwaka huo usijali, I got it. Alipokeaje? Ilikuwa ni kipindi cha COVID kwanza. Kipindi kibaya sana. Everything was stuck. Chuo kimefungwa. Kwa hiyo unafanya nini da? Kuna nini unafanya da? Unakaa wapi wakati hostels pia zimefungwa na vitu kama hivyo? So nilivyoenda tu nyumbani, akawa tu anawaza inakuaje, sijui kama utamaliza chuo na nini. I was like, I already paid, tayari nimeshalipa. Umelipa, receipt hizi hapa. Sijui nini, kwa hiyo inakuaje? Nikamwambia usinione kwamba nakaa daki zembe. Nafanya kazi. Sina mpango wa kurudi. Nilikuwa sijamwambia kwanza, kwa sababu kumbuka huyu ni mtu ambaye amenilea. Ni mtoto wa kike. Yeye ni wa kiume. Na industry yenyewe unaoingia. Entertainment industry na vitu vingi sana, corruptions nyingi sana. So kuweza kumuelezea eti mwanzoni isingewezekana. Though tu kuna kipindi alikuwa ananipigia na kuona hivi kama bwana nimekuona hivi kama kwenye TV. Sijui naambia hapana, sio mimi. Nilikuwa namsingiziaga mdada mmoja hivi ni Vix anaitwa Nana. Sasa ni Nana, sio mimi. Tunafananaga tu lakini sio mimi kabisa. Then baadaye ndo wakati hiyo siku nimemwonyesha, nikamwambia tu. And tunasaidiana kabisa. Things are going, life is moving. Everything is stable right now. Na mapokezi kumind. No, unawezaje kumind wakati uko kwenye ulishamtengenezea mazingira? Yes, lazima yani lakini pia lazima nikampa
Mwenyezi Mungu sifa zake, kwa sababu nilimshamuomba kwamba siku ambapo atakuja kujua iwe ni kwenye mazingira mazuri. Kwa sisi wa Kristo tunasema Roho Mtakatifu atuongoze at that time and everything iweze kwenda smooth, and it was the right time. Yes. Wow, that's amazing. Sasa bwana, tulimaliza chuo, tukafaulu vizuri. Hivi kuna mtu ashakwambia kwamba unavyoenda hivi unaweza kujikuta umefeli chuo? Unapochanganya vitu. Okay. Labda tu wao wanafunzi wenzangu, lakini ngwa I pay them no mind kabisa. Sasa hivi wako mikoani kwao unajua. Wanapambana huko sijui namna gani vipi yani. Kila mtu anapambana tu kimaisha yake. Unajua hata wale ambao walikuwa wanatunyima kuona majibu kwenye karatasi zao za mtihani, wote na wao wanapambana tu sasa hivi. Wako anateseka kwa upande wake. Wako wapi? Wote wanapambana tu. So baada ya kumaliza chuo kubaki da, kulikuwa na ugumu wote after kulive, au kwa kuwa tayari uko usha prepare mambo yalikuwa kidogo ni rahisi? Okay, kuna changamoto tu kidogo nilipata kwa especially kwa marafiki ambao rafiki yangu ambao nilikuwa namtegemea hivyo aliweza kuni let down, lakini hapo ndo nilipojifunza kwamba unajua nini? Fresh. This is life. Unajua mimi nikipataga ile shock ya reality naipenda sana. Kweli naipenda, and then I'm like, you know what? Hii ndo inanikumbusha. Hauoti. Reality check. Hizo ups and downs hizo ndo maana halisi ya maisha. Rafiki alikufanya nini? Unajua tu kwenye story. Sasa unajua siwezi kuelezea everything in detail, lakini ni mtu ambaye nilikuwa nimemwamini kama sister yani hivyo, unaona, ambao tutasaidiana hapa na pale. And lakini alikuja kuni let down at one point, so I had to tafuta sehemu yangu. Kuna rafiki yangu mwingine alinisaidia sana, Nodi kama mnamjua. So aliweza kunisaidia sana katika kipindi hicho. Okay. Lakini because tayari nilikuwa nishafanya kazi na vitu kama hivyo, so nilikuwa na hela yangu. Ni mimi tu kutafuta sehemu, kukaa, kuweka vitu vyangu vyote vikawa settled. And then so sikupata ugumu sana, vitu vilikuwa vinajipa tu kidogo. Wow, that's amazing. Sasa lakini pia uwaga sio fun sana kuongelea mahusiano. Jamani. Mpaka wanakuandama kwenye mitandao kwa sababu hiyo, kwa sababu ukiuliza mahusiano tu unaruka, either huna au hutaki. Kwani wewe uliumizwa kiasi gani? Hapana, hata kuumizwa. Au ndio tumeelewa na baba standards ziko high kwa sababu unajua how you have to be treated. I think labda inaweza ikawepo hivyo. Labda nachagua sana. Okay. Ni kwamba tu sijapata mtu bado. Sasa kama hujapata mtu huwezi ukasema hey, I have a boyfriend au sijui nini. Na pia mimi naamini mpaka pale mtu atakapo kuengage labda publicly kwenye media, especially kwenye media, ndo unaweza ukasema yes, I have a fiancé, nina mchumba, unaona. Lakini tukipiga story kwa marafiki, kama nina boyfriend, tukipiga story na marafiki na nini, naweza nikakwambia tu na boyfriend wangu hivyo nini. Lakini kwenye media no, boyfriend haihesabu. No, boyfriend haihesabiwi. Boyfriend haihesabiwi. I'm still single, guys. Ila pia yes, I am single. Okay. As a single person unajua kuna watu unaongea nao, kuna talking stages tofauti. Mimi ni binadamu pia, tunaongea. Tunasema talking stage inaisha siku ya ndoa, hata sio siku ya engagement. Kwa nini? Kwa sababu boyfriend au mchumba anaweza kukunyima kukutana na mume wako. You see now. Lakini sijasema hivyo jamani. Niliandamwa sana jamani, haya mambo wanaume wana hasira. Wana hasira sana, lakini yani ndio hivyo. Talking stages ndio hivyo zipo, so unaongea na huyu, you just unamsoma, tunasomana na watu. Bado niko nasomana na watu. Siwezi kusema kwamba eti I have a boyfriend. Sio kwamba sijawahi kuwa kuna mahusiano, nishawahi kuwa kuna mahusiano. Yes, lakini ndio hivyo. Changamoto ni nini hasa ya mtu ambaye yuko kwenye entertainment industry na kazi ambazo unafanya wewe? Now you see. Yes. So ugumu ni upi kwenye kuwa na mwanaume? So hapo
kwenye entertainment industry, unajua watu wengi walioko kwenye mahusiano ni watu na wamekutana na watu ambao mara nyingi huwa wanaona asilimia kubwa au kupitia marafiki, mutual friends. So kwa mimi watu wengi nao wanaona ni watu ambao wako kwenye entertainment industry. Unaona? So for me principles zangu ni kutokugusa kabisa watu ambao wako kwenye entertainment industry, kwa sababu at the end of the day ndio watu utakaofanya nao kazi. Yes. Yani kuna changamoto nyingi. Mwingine yani ndio hivyo, labda mkiachana atakuwa na hasira, ataanza kukuzibia riziki, sijui nini. Lakini pia kwa muda ambao niliofikia sasa hivi sitaki kusema tena hivyo. Sitaki kusema sitaki kusema kwamba eti siwezi kudate mtu yote wa entertainment industry, kwa sababu huwezi jua mtu ambaye labda naongea naye ni yuko na entertainment but ni sehemu ambayo sipendi kuigusa. Yes, sipendi kuigusa kabisa. Alafu tunajijua bana. Mambo mengi, tuna mambo mengi sana. Tunakutana sehemu nyingi. Yeah, especially pia kwa Dar es Salaam. The other thing ni tuko Dar. Yeah. Haina haja ya kuelezea sana, tuko Dar es Salaam. Tuko drama salama. So, of course, watu wengi wanajiuliza, you're working at nights sometimes in clubs ambazo unakuwa una perform. Utaona ni challenge kufanya kazi karibu na watu ambao unakuta wameshatumia vilevi, you know, mazingira yanakuwa sio friendly kwa mtoto wa kike. So, wewe binafsi uwezaje kupambana na changamoto za kufanya kazi kwenye mazingira kama haya? Kama nilivyosema tu hivyo, ni kuweka boundaries zako, kuwa na principles zako wakati wa kazi. Usiwe freaky, yani eti mtu tu sijui kafanya labda kakutunza hela $100, $200 kwamba ndo umepagawa umeshamtafuta hapo naye tunaondoka naye. No, that's not professional. Professional ni pale ambapo unajua what are your boundaries. Yes. Boundaries zako ziko wapi, unatakiwa behave vipi, what is the time to leave the stage. Hizo ndo boundaries, unaona. Yeah. So changamoto gani ambayo ushakutana nayo kwenye hizi performances na uwezo kuisahau? Ndio hivyo, kuna siku mtu mmoja alikuwa ananong'oneza kitu. Alikuwa ni mshikaji. So nikalini kusikiliza ananiambia nini, alafu akanikiss. I say jamaa ile uarusha yangu sasa ilitoka. Lakini sikuionyesha pale kwenye stage. Nilimchukua tu. Ni vizuri tu nikamchukua, yani huko nacheza naye vizuri, nikampeleka backstage. Kule backstage sasa ndo alikipata vizuri. Yeah, hivyo sana ni hivyo. Au pia sana hiyo ndio ilikuwa changamoto kubwa ambayo naweza nikaikumbuka recently. Okay. Nyingine tu ni mwanzoni, kipindi ambapo watu walikuwa hawaielewi vizuri, kwa hiyo wanaona kama sijui unajiuza, sijui namna gani vipi. Walikuwa hawaelewi maana ya wewe kuwepo. I'm just an entertainer, I'm here to entertain you, that's it. Yeah, ila walikuwa hawajaielewa hiyo. Okay. Lakini sasa hivi kidogo macho yameshafunguka. Sasa hivi watu kabisa wanaelewa kabisa na wanaenjoy. Okay. Vipi, una ushauri gani wa kuwapa mabinti ambao wanaingia kwenye industry? Unajua watu wanaiogopa, unajua. Wazazi pia hawataki. Yes. Yani like unajua kuna namna ambayo ni wachache sana ambao wameweza kutoka bila kupitia changamoto nyingi kama hizo rushwa ya ngono whatever au hizo kukaa asubuhi mpaka usiku, yani asubuhi mpaka asubuhi alafu hawajalipwa. You know, so una kipi cha kuambia wazingatie nini na nini, especially mabinti? Kama again nilivyosema, discipline. Waweze wasiingie tu kichwa kwamba sijui nini. Na pia kuna hii kitu ya kwa kama hivyo ninavyosema freaky. Yani usiwe freaky, just chill. Hawa watu sijui wasanii sijui nini. Tena naomba nikiongelee hili swala. Kuna msanii mmoja wakati niko sekondari, nilikuwa nimefungua Instagram. Nadhani nilifungua Instagram nikiwa form 4. So at that time kuna msanii mkubwa tu alikuwa anakuja kwenye page yangu. At that time nilikuwa na post hata familia yangu nini, my father, my mother. Alikuwa anakuja ana like. Unajua alafu kipindi kile Instagram kuna namna ilikuwepo yani ukilike yani kabisa unaona kabisa yani imejiwekea pale. Watu walikuwa na screenshot wanapost wanasema thank you for the love. Basi usikambe baba
sijui nani ka like sijui nani picha sijui baba akasema kwa hiyo akasema so he is just a normal person. Acha hiyo freaky yako wewe. Aisee nilishushuka hiyo siku. Kwa hiyo akanifunza tu kwamba just see these people as normal people, take them from professionally. Kama unafanya nao kazi kuwa professional nao, and kama unajenga urafiki na wao jenga tu urafiki, lakini sio kwamba eti jina lake ndo likupumbaze, yani uchanganyikiwe kabisa kwamba jamani leo nimemwona fulani sini utachezewa, utaachwa hapo, and then you'll be messed up. Au wanaanza kupasiana kwa sababu wanapasiana nao, ikishatokea hivyo haupati kazi, haufanyaje. If kama unaingia kwenye entertainment industry, akili yako tu kichwani hivyo, yani uwe makini na pia usimsahau Mungu. Kwa kweli. Sali ni muhimu kwa sababu industry yenyewe hii inatisha. Kabisa. Sasa kuna watu wanajiuliza career yako. I mean the other part of you ni mambo ya media, you love media also. Tulikuona kidogo umeingia kwenye media lakini ukatoka. What happened? Lakini pia you have any plan ya kurudi kwenye media? Media naweza nikafanya, sio kwamba siwezi, na napenda media. Na pia kwa sababu sana nimeisomea na ni mtu ambaye na experience kidogo, siwezi nikasema na experience ile sana, lakini nikifundishwa ni mtu ambaye na flow nayo vizuri tu. Yes, nilikuwa nimeingia kwenye media, and nilikuwa mimi ndo naona wow, this is the time, maybe this is the time na vitu kama hivyo. Lakini ndo hivyo, alignment. Unajua kila kitu kinahitaji alignment. If you are not able to align with me, if I'm not able to align with you, it's hard kufanya kazi pamoja. Yes, so ndo hicho tu kilichotokea. Okay. So mtegemea kumuona Feven akirudi tena kwenye TV au radio zetu? Hopefully. But kwa sababu unajua pia mambo ni mengi, na mambo mengine pia, yani unajua with my entrepreneur huko ratiba zako ni ngumu kusema. Yes. Yani hivyo. Lakini tukipata kazi ambayo ni nzuri, tunachapa, sio sakatonge, tuna shida. Mambo ni mengi, mambo ni mengi. What's the weirdest DM ambayo ushawahi kuipata? Kuna huyo mkaka ambaye alikuwa anatukana watu kwenye my comment section, na nakumbuka vitu ambavyo vimehappen recently. Alikuwa anatukana watu kwenye my comment section. Sasa nashangaa huyu mtu kwa nini, mbona hivi? Kumbe alishanitumiaga DM ya alituma kwanza, hey Fev, hey sijui nini, can we be more than friends, sijui nini. Yani ametuma DM nyingi kwamba sijui ananipenda, sijui nini. Kumbe sikumjibu, ndo maana huko akawa amekuja huko. So alafu kuja kumwangalia ni mtu ambaye yuko kwenye production pia. Tutakuwa tunamjua maybe, I don't know, lakini yani it was very sad kumuona mwanaume kama huyo. Yes, pia alikuwa anatukana mpaka wanawake, yani vitu vya ajabu tu. So people are weird kweli in the DMs. Hata juzi mtu kanitumia sijui story, ananiambia sijui eti uchawi, sijui namna gani vipi, sijui yani kama story, sijui eti ukifanya hivi fanya hivi sijui nini. Afu ametuma kama nyingi, imebidi nimblock tu. So mimi wa watu waga na block. Social media zina mambo jamani. Social media zina mambo sana. Mnatutisha kwenye hizo DM bana, mwacheni mambo yenu. Anyways, video fresh na favorite kusikia story yako, by the way, nimeenjoy sana. Unajua it's good the way ambavyo kuna wasichana ambao wamekufuata wewe baada ya kutoka, wamefanya vitu vizuri na wamepita njia ambayo ni sahihi pia. Kuna baadhi ya mitego hawajaipitia. Sikujua. Wapo, of course, wamepitia nyayo zako, wamepitia, yani unajua wamesoma, wamemaliza, wamepita ulikopita, na wanafanya vizuri na wanaenda kwenye mwelekeo mzuri. So it's a good thing kwamba umeleta impact kwa wasichana wenzako, na unazidi kuleta. So congratulations for that. Asante sana. Sababu unajua sio kitu kidogo. Sio kitu kidogo kabisa. Sio. Watu wengine wanapotosha. Kwa hiyo uko na uwezo wa kumnyosha mtu, hata kama ni mmoja, hata kama ni wawili, it's a great thing. Nimefurahi sana kusikia story yako. Hopefully watu wamejifunza jamani, especially kwamba inawezekana. Yaani kusoma na kufanya kazi at the same time inawezekana. Ni wewe tu, especially chuo, ni wewe tu kupangilia ratiba yako vizuri na kujua exactly unaenda wapi, ulikotoka ni wapi. Miaka mitatu ya chuo especially unaokuja Dar es Salaam ni michache.
unakuja kushtukia miaka mitatu ishaisha, umegraduate, ujue hata unaenda kuanzia hapo. So as long as career yako ni practical, mfano watu unasoma mambo ya media, kama ni practical au mambo ya theater, whatever, ni kitu ambacho ni practical, you can just anza kupractice hata ukiwa chuo, sababu sasa ukitoka hapo ukamboa experience miaka mitatu unaitoa wapi kama ukuanzia chuo? So it's a good thing ukianzia huko na mambo yakaendelea. Lakini Feven hakupata mkopo, lakini alijilipia alijilipia ada yake na akamaliza vizuri, akasaidia wazazi, na sasa hivi maisha yake, matunda yake yale mateso aliyopata chuo amekuja kuyaona baada ya kumaliza. Lakini pia mtoto wa kike rushwa ngono ipo of course, na utatongoza at any place, so lazima tiwe kazini hata mtaani kwako. Lakini the way ambavyo umejiweka wewe mwenyewe, the way ambavyo yani sema umejicompose wewe mwenyewe, ule nini nazipo inakusaidia, kwa sababu kama unaweza kitu, hakuna mtu ambaye atakulazimisha kwamba mpaka ufanye kitu fulani ndio nitakupa kazi. Ila kama hauwezi kile kitu afu unataka favor, ndio mwisho wa siku inaleta hayo mambo. So jijenge, jiweke vizuri, and then changamoto nyingine zinakuwa zinaepukika, nafikiri kwa namna hiyo. So hopefully mmepata pia na nyie masomo mawili matatu. Hard work pays. Sasa hivi anasimama, yes. Yuko vizuri na kila kitu kinaenda vizuri, afu dare to start, usiache kuanza. Yani mwanzo unakuwa mgumu, lakini mwisho siku unajikuta tu unaendelea kuflow. So hopefully bana mmeenjoy. Tutakutana next episode. Feven ataongea na nyie hapo kama la kuambia, lakini mimi sina la ziada. Msisahau kusubscribe our YouTube channel, ni Story Yangu Podcast. Hizi episodes zinaruka pia kwenye digital platforms za kwetu, Audiomack, Boomplay na Spotify zinaruka. Kama una story yako unatamani kuja kushare na sisi, kwa sababu unajua kuna watu na story ambazo ni nzuri sana. Kuna baadhi ambao tumepata nafasi ya kukutana nao. Unatuandikia tu Instagram ya kwetu @storyangupodcast ama Femina Hip, ama kwenye page yangu ya Chika_14, and then story yako ikiwa na vigezo tu vile ambavyo vinahitajika, unakuja unaketi hapa, unatupa story yako, afu sisi na sisi tunajifunza kutoka kwako, unakuwa ni unyama. Lakini kama kuna msanii au mgeni ambao unatamani kusikia story yake, unatuambia ni nani, sisi tunamleta, unaisikia story yake, afu unaenjoy, kwa sababu ndio jukumu letu. Shout out sana kwa timu nzima ya production ambao wamehakikisha kwamba vitu vinaenda vizuri huko ndani. Lakini bosi wetu kabisa kwenye mambo ya media hapa Femina Hip, ka story ametisha sana huko ndani, amehakikisha kwamba AC ni ya baridi vizuri, hatusweti. Ni hatari. Kwenye makeup amehusika Vicky Charles. Shout out nyingi sana ziende kwake jamani. Mimi sina la ziada, na producer pia wa hii show ni Chucks Official, so shout out nyingi sana ziende kwake. Sasa Feven unala kuambia Luya. Don't forget to pray too. Yeah, ndo hilo. Okay guys, bye. Story Yangu Podcast, utajifunza kitu.